Habarini za asubuhi. Leo siku nyingine tena, Jumatano nzuri. Leo kidogo bwana, nimeamua kuacha pikipiki, natembea kwa miguu. Adventure ya leo asubuhi, adventure ya leo bwana itakuwa ya manual, so rider. Haya bwana, ndo mazingira ya kwetu bado, lakini maeneo ambayo bado huku bwana, ambayo hayajajengwa ni maeneo ambayo labda wenyewe hawataki kuuza, ima kama eneo hili eneo bwana, labda atakayenunua ajaze kifusi hapa inue, ili mvua zikinyesha maji yasije kukaa. Lakini hapa bwana, kiuhalisia maji inajaa sana. Yani hapa maji hapa, unaona kama huu ukuta huu, mvua ziliwahi kunyesha kubwa sana, unaendaga mpaka nusu yake, sababu maji ya huko juu yote yakitoka huko yanakuja huku, ya huku yanakuja hapa. Kwa hapa kuna kama kibonde, kwa maji hayawezi kwenda upande wa ili yaweze kwenda kule upande wa pili, mpaka yajae usawa huu, yajae kabisa, ndio naenda. Na mpaka yakifikia kwenda kule, ina maana hapa tena ni bwawa hilo. Nadhani unaweza ukaona ni kwa jinsi gani ile eneo lilivyo. Lakini wakitokezea wawekezaji hapa, pakijazwa kifusi hapa, panainuka, panawekwa mazingira na maji yanakwenda kule. Kwa kinachohitajika ni wawekezaji tu. Huku bwana, mazingira ya kwetu haya. Na wengine hao matajiri hao, pamoja na serikali kukomaa, lakini wao walipima na hawajauza mpaka leo. Taki shida na mtu kwa mali yake, anza kumlazimisha kiwanja na hati. Na viwanja vinakuwa familia, sio za mtu mmoja, kwa hivyo inakuwa poa sana. So vile viwanja na miliki sio mtu mmoja. Viwanja vya kumiliki mtu mmoja bwana, hata uwe navyo viwe vingapi, vikubwa kiasi gani, kisha kuwa ni cha kwako mmoja, unaweza ukafika tu stage fulani hivi kwa unaona kama usumbufu, ukaamua kuuza tu. Kwa hiyo inakuwa kama vile ovyo tu. Lakini viwanja bwana, ukishaviweka kama familia, yani familia, na hasa familia hizi za Kiarabu dogo wa Pemba, lakini wenzetu wana miiko wa Pemba bwana, nategemeana na familia imelewa lile, baba mwenye baba kaeleaje. Lakini familia zingine hizo za Wapemba zinakuwa zina migogoro tu. Kama familia iko smart, wanabaki kwa sababu ilikuwa ni familia. Na mali bwana, ukiendesha kifamily, hiyo mali inaendelea sana, sababu watoto wanajua wanafanya kazi kwa ajili ya familia, hata wakioa kwa ajili ya familia. Lakini mambo yakishakuwa kwako peke yako, hutaki kushirikiana na mtu, familia zako nazitenga, babu, tusidanganyane. Familia baadaye vinapururuka kama vile, kwa sababu ukishakuwa peke yako hata haramu zinakuwa nyingi sana. Lakini ukiwa ni familia zima tu, utatokezea mmoja naiba, yani tunafanya vitu vya halali. Ukishakuwa uko peke yako bwana, ili na halali inakuwa ngumu. Aidha mawili, uwe na haramu tupu au mali yako imechanganyika. Na hiyo bwana, mtazamo wangu
masuala ya mali haya ili tuyaangalie. Na maeneo haya lazima itakuwa sio ya mtu mmoja, na hata kama ni mtu mmoja itakuwa ni family. Kwa hiyo ni magumu hata kuuzwa, watu mpaka wakae waamue mauzo kwa sababu gani. Bwana, mali ikishakuwa peke yako utauza tu utakapojisikia. Mimi bwana, na mimi bwana, of course sina hiyo joint venture mimi ya family, kwa sababu tu siwezi kulaumu, ila sina. Ila inshallah mimi taandalia mazingira wanangu ili kama familia hawezi kutoka. Lazima niishi nao karibu wote ili niweze kuwa manage. Kama kila mmoja atakuwa na mzigo yake, lakini lazima